Jamaa alikuwa na miaka 16 tu, amejaa nguvu na ndoto. Alikuwa mchezaji wa safu ya juu aliyetarajiwa kufanya makubwa katika taifa la Marekani. Timu kubwa zilikuwa zinamtolea macho. Ligi kubwa ya mpira wa miguu wa Marekani NFL ilikuwa inatarajia kumpokea hapo baadaye. Lakini kufumba na kufumbua, kila kitu kilibadilika, na hii ilisababishwa na jamaa kuzingiziwa kesi ya kubaka. Kesi inampeleka miaka 5 gerezani na kumweka kwenye rekodi za watu wenye makosa ya kingono. Yote haya sababu ya uhalifu ambao hakufanya. Mambo yameharibika. Baada ya muda, aliyemzingizia anajitokeza na kukiri uongo wake. Je, itarudisha miaka iliyopotea? Hiki ni moja ya visa tulivyozoea kuviona kwenye filamu, lakini huu ni uhalisia. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Jina la kijana huyu ni Brian Banks. Katika miaka 2000 mwanzoni, Brian hakuwa mwanafunzi wa kawaida katika shule ya sekondari iliyoitwa Long Beach Polytechnic huko California. Alikuwa nyota aliyeibukia katika mpira wa miguu nchini Marekani. Akiwa na umri wa miaka 16 tu, Banks tayari alikuwa amevutia umakini wa kitaifa kama mchezaji hodari wa safu ya ulinzi. Wapelelezi wa michezo na wasaka vipaji walimsifu kwa kasi yake, nguvu na uwezo wake wa kusoma mchezo uwanjani. Baadhi ya vilabu vya mpira vilikuwa tayari vimemfuata na alikuwa tayari ameahidi kwa maneno kuchezea timu ya chuo kikuu cha Southern California, USC, moja ya vikosi vya juu vya mpira wa miguu wa Marekani vya vyuo vikuu. Na timu hiyo ilikuwa chini ya kocha maarufu Pete Carroll. Hivyo uwezekano wa Brian kuwa nyota mkubwa wa mpira wa miguu wa Marekani ulikuwa mkubwa sana. Dalili zote zilionyesha kuwa Brian atakuwa na mafanikio makubwa sana hapo baadaye. Alikuwa anaishi ndoto ambayo vijana wengi huiota tu, lakini ndoto hiyo inavunjika mwaka 2002, siku moja alasiri, ambapo Banks alikamatwa na polisi akishtakiwa kumbaka mwanafunzi mwenzie aitwaye Waneta Gibson. Ilidaiwa kuwa Banks alimvuta kwenye ngazi za shule ya Waneta na kumbaka. Habari kuhusu shtaka hilo ilienea kwa kasi kubwa, na ndani ya saa chache Banks akakamatwa, akafukuzwa shule na mara moja akawa mtuhumiwa katika uchunguzi mkubwa wa kosa la jinai uliotangazwa sana kwenye vyombo vya habari. Licha ya kudai kuwa hana hatia, Brian alijikuta amenaswa kwenye mfumo mgumu wa kisheria usiokuwa na huruma hata kidogo, hasa kwa watu wenye asili ya Afrika. Baada ya kusomewa mashtaka mahakamani, Brian alikabiliwa na kifungo cha juu kabisa kuanzia miaka 41 hadi kifungo cha maisha. Na adhabu hii ilitokana na maelezo ambayo Waneta alikuwa anayotoa kila wakati. Brian katika mahojiano yake hapo baadaye alidai kuwa Waneta alikuwa akiongeza stori yake kila kukicha ili yazidi kuaminika, bila ya kujua kwa kufanya hivyo alikuwa anamzidishia adhabu Brian katika mfumo wa mashtaka. Wakili wa Brian akamshauri kijana huyu kukubali kosa lake kabla kesi haijaanza kuendeshwa mahakamani. Jambo hili wanaliita plea deal au plea bargain, ambapo mtuhumiwa anakubali kufanya makosa na kuepusha usumbufu wa kuburuzana mahakamani, na anafanya hivyo kwa ahadi ya kupewa kifungo kidogo. Hivyo Brian, kwa makosa yake ambayo yangempeleka jela kwa miaka 41 au maisha, aliahidiwa na upande wa mashtaka kuwa akikubali atapewa miaka 6 jela na miaka 10 ya probation, yani kuwa chini ya uangalizi na kuwekwa kwenye kumbukumbu za watu wenye makosa ya kingono, rekodi ambayo hata ukiachiwa huru maisha yako yanakuwa magumu, kwani hakuna mtu atakupa kazi na wala timu ya ligi itakayokubali kumsajili mchezaji mwenye makosa kama hayo. Sasa wakili wa Brian akamwambia kijana huyu akubali ofa hiyo haraka, kwani akiendelea na kesi hiyo hawezi kushinda tena mbele ya baraza la watu wazungu na yeye ni mtu mweusi. Ndani ya dakika 10 Brian alitakiwa kutoa jibu, na wakili huyo hakumpa nafasi ya kujifikiria vizuri wala kuwasiliana na mama yake kuomba ushauri. Kijana huyu mdogo, bila ya uelewa wa madhara ya maamuzi hayo, akakubali kuwa alitenda kosa hilo ilhali hakutenda. Hivyo akiwa na umri wa miaka 17 tu, Brian akahukumiwa kifungo cha miaka 6 gerezani. Hakukuwa na salia mtume, hivyo kijana akaanza kutumikia kifungo chake katika gereza la California. Bahati nzuri, ilipofika mwaka 2007 akaachiwa huru akiwa ametumikia miaka 5. Kutokana na rekodi alizokuwa nazo tayari, yaani uhalifu na makosa ya kingono, kutoka kwake gerezani ilikuwa ni kama kupata uhuru nusu, kwani hata maeneo aliyokwenda yalitakiwa kujulikana. Hivyo alivalishwa kifaa cha GPS mguuni. Kama unatamani kufahamu zaidi kuhusu kifaa hiki, unaweza kuangalia video ya nyuma kabla ya hii. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wakati anatoka
Alikuwa amepoteza miaka yake muhimu katika maisha ya soka. Alipoteza marafiki, uaminifu na fursa mbalimbali ambazo zilikuwa mbele yake. Lakini jambo moja tu Brian alikataa kupoteza, ni ile imani yake ya kuwa siku moja ukweli utadhihirika. Hata akiwa gerezani na baada ya kutoka, Brian alikuwa akisoma kwa bidii, akifanya mazoezi na kupanga ni namna gani atasafisha jina lake. Kulikuwa na changamoto nyingi. Kila alipoomba kazi alikataliwa kutokana na rekodi zake za uhalifu. Brian aliishi hivyo mpaka ilipofika mwaka 2011, yaani miaka 10 tangu apate mashtaka na miaka 5 tangu atoke gerezani. Siku moja Waneta akamtafuta Brian kupitia Facebook akitaka wasahau yaliyopita. Brian akaona fursa, hivyo akamwomba waonane sehemu ili waongee. Brian hakutaka kwenda kizembe, hivyo akamwalika mpelelezi binafsi aliyeajiriwa na timu yake ya wanasheria. Wakiwa eneo la tukio, Waneta akawa akifunguka namna alivyotoa mashtaka ya uongo na akadai aliogopa kusema ukweli, kwani mama yake angemchukia kwa sababu alishiriki mapenzi na kijana fulani ambaye sio Brian. Wakati hayo yakiendelea, mpelelezi binafsi wa Brian alikuwa akirekodi mazungumzo hayo kwa siri. Walipomaliza maongezi hayo, Brian akamwomba Waneta akatoe maelezo hayo mahakamani ili Brian afutiwe rekodi zake za uhalifu. Waneta akakataa, kwani baada ya Brian kwenda jela, Waneta na mama yake waliishtaki shule ya sekondari ya Long Beach kwa kutokuwa mahali salama mpaka binti huyo anabakwa, na shule hiyo ililipa fidia dola za Kimarekani milioni 1.5. Hivyo Waneta hakutaka kwenda mahakamani, kwani angeambiwa arudishe pesa hizo. Brian na mawakili wake wakaenda mahakamani wakiwa na video hiyo kama ushahidi, lakini mahakama haikukubali, kwani ilirekodiwa kwa siri na Waneta hakusaini maandishi kuifanya kuwa ushahidi rasmi. Lakini video hiyo ilitosha kushawishi wahusika wa mradi wa Innocence, shirika lisilo la faida lililojitolea kufuatilia hukumu zisizo sahihi ili kuzifuta kesi hizo. Hivyo wakaichukua na kesi ya Brian. Baada ya miezi ya kufanyia kazi kesi hiyo, mnamo Mei mwaka 2012, hukumu ya Brian Banks ikabatilishwa kabisa. Jaji alimtangaza Brian kuwa hana hatia, sio tu kisheria, na akafutiwa rekodi zote na kuondolewa katika kumbukumbu za watu waliofanya uhalifu wa kingono. Baada ya jina lake kusafishwa, Brian akawekeza juhudi zake katika kutimiza ndoto yake ya muda mrefu, ambayo ni kucheza mpira wa miguu wa Marekani. Hivyo akaanza mazoezi makali ya mwili. Hadithi yake ilivutia watu wengi sana Marekani, hivyo timu zikaanza kumpa nafasi ya kumjaribu kama mchezaji wao. Kati ya timu alizojaribiwa nazo ni San Diego Chargers na San Francisco 49ers, na zote ni za ligi ya NFL. Mnamo mwaka 2013, Brian Banks alisainiwa na Atlanta Falcons na akacheza mechi kadhaa, lakini hakufanikiwa kufika mbali sana katika ligi. Baada ya kuachiliwa huru, Banks alikuwa mtetezi wa mageuzi ya haki za jinai. Alianza kuongea kwenye mikutano, shule, magereza na kwenye vipindi vya televisheni vya kitaifa, akiangazia makosa yaliyopo katika mfumo wa haki, hasa zinazoathiri vijana wenye asili ya Afrika. Brian alikuja kuandika kitabu kilichoitwa What Set Me Free, yaani kilichoniweka huru, akielezea safari yake ya kutisha na kusikitisha tangu akamatwe mpaka anatoka jela. Lakini pia kuna filamu ya maisha yake iliyotoka mwaka 2019 inayoitwa Brian Banks, iliyoigizwa na Aldis Hodge, ambayo ilisaidia kisa chake kuwafikia mamilioni ya watu. Brian tangu wakati huo amefanya kazi na mradi wa California Innocence, NFL na mashirika kadhaa ya haki za jinai yasiyo ya faida ili kusaidia wengine ambao bado wanasubiria haki. Kwa upande wa Waneta, hakushtakiwa kwa kusema uongo, isipokuwa shule ya Long Beach, California ilimshtaki yeye na mama yake kwa kufungua kesi ya uongo na kujipatia fedha. Shule hiyo ikashinda kesi na Waneta na mama yake wakatakiwa kulipa dola za Kimarekani milioni 2.3. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment, lakini pia usiache kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.